Na moja kwa moja tuende katika kitabu cha barua ya Paulo kwa Wafilisti sura ile ya 3. Tutasoma ile aya ya 13 na ile aya ya 14. Kama una Biblia yako hapo inayofanana kama hii yangu, au pengine unayo kwenye gadget kama kompyuta, simu, iPad, tafadhali funua nami kitabu cha waraka wa Paulo kwa Wafilipi sura ya 3 aya ya 13 na ya 14. Biblia inasema, ndugu, sijidhani nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. 14. Na kaza mwendo, nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Tuombe. Baba na Mungu mtakatifu, tufunulie, tuvuvie, tuonyeshe maneno ya matumaini katika maisha haya, kwa jina la Yesu, amen. Kisa kinasimuliwa juu ya alama ya onyo. Onyo inaweza kutafsiriwa kama katazo, marufuku, au watu wengine hutumia neno ilani. Hii ilikuwa ni onyo iliyoandikwa na kuwekwa katika bahari ya Atlantiki ili kuwaonya mabaharia wa meli kwamba hapo ndipo uliko kuwepo mwisho wa ukingo wa dunia. Basi yeyote aliyekutana na onyo hilo ilimpasa kutii, vinginevyo kama asingetii akajizima data, ilisemekana kwamba angejikuta katika ulimwengu usiojulikana. Kibao kilionyesha hivyo na kiliwekwa ndani ya bahari, moja ya bahari kabisa kubwa ulimwenguni. Basi yeyote aliyekutana na onyo hilo ilimpasa kutii, vinginevyo kama asingetii, basi ilisemekana chombo kingeweza kupotea katika mazingira ya kutatanisha na yeye mwenyewe kupotea. Kwa hiyo kabla ya mwaka 1492 Hispania ilichapisha kauli mbiu kwa Kilatini iliyosema ne plus ultra. Ne plus ultra ni maneno ya Kilatini ambayo humaanisha kwa Kiingereza no more beyond, au kwa Kiswahili hakuna zaidi. Na bango hilo lilikuwa na maandishi makubwa ambayo watu wote wanaoendesha vifaa vya usafiri majini wangeweza kuyaona na kuyaelewa na wakati. Kwa hiyo hakuna meli, merikebu, boti ama chombo chochote kile cha majini ambacho kiliwahi kuvuka mahala pale. Sasa haya maisha mara nyingi huwa na matangazo, na kuna matangazo huwa tunayatii. Yaani kuna matangazo kuyakuta eneo lazima uyatii. Kwa mfano, ukienda maeneo ya mahakama utakuta kuna tangazo linasema usipige kelele, mahakama inaendelea. Hakuna mtu anayejitoa fahamu akifika mahala penye tangazo la hivyo na kuanza kupiga kelele. Ukienda hospitalini utakuta kibao kimeandikwa usipayuke, usipige kelele, wagonjwa wanapumzika. Ukikiona kibao kama hicho na akili, utatii
kwa sababu kuna watu wanapumzika na ni wagonjwa. Ukienda Sheli imeandikwa no smoking, ni maneno mawili tu, usivute sigara. Hakuna mtu ambaye anacheza na tangazo kama hilo. Kwa hiyo matangazo duniani yapo na watu huyaelewa na kuyatii kama yalivyoelekezwa. Sasa lilikuwepo tangazo pia la hatari katika bahari ya Atlantic. Sasa hadi mwaka 1492 ndipo mgunduzi mkubwa wa dunia, huyu ni mwanaume ambaye amefanya ziara ya kuzuru maeneo mbalimbali katika sayari hii. Nadhani katika wale walioishi katika karne ya 15, kipindi ambacho usafiri wa haraka kama wa ndege yumkini ulikuwa hujavumbuliwa, watu walitumia teknolojia dhaifu ya safari za majini. Sasa miongoni mwa wale ambao historia inawanakili kwamba walithubutu kutembelea dunia na maeneo mengi ni mwanaume mmoja anaitwa Christopher Columbus. Huyu alifanya safari katika bahari hiyo ya Atlantic na kuidhibitishia dunia kwa mara ya kwanza kwamba si kweli kwamba mtu asingeweza kuvuka yale maandishi. Maana yeye alivaa ujasiri, akawa na roho bora kama ile ya simba, akaendesha chombo chake, akayaona yale maandishi bila uoga, akaendelea kusogea na hatimaye akayapita. Na ndipo akagundua ya kwamba tangazo lile lilikuwa lina makosa, ama lilikuwa sio mwisho kama ambavyo wale waliopita bahari ile mwanzoni walikuwa wametahadharisha wasafiri wengine. Kwa hiyo akagundua ya kwamba kuna zaidi ya pale. Yaani maana yake ile ne ambayo humaanisha no iliondolewa ikabaki plus atra, ambayo kwa Kiingereza more beyond, au kwa Kiswahili kuna zaidi. Kwa hiyo huyu mwanaume akabadilisha kabisa taswira ya ulimwengu ilivyotazama kwamba kumbe kuna zaidi katika maisha haya, kuna zaidi katika bahari hii, kuna zaidi. Sasa hata leo hii dhana ya kuna zaidi inakumbukwa kupitia sanamu iliyopo Hispania inayoonyesha simba akivunja ne, ile ne, no ama hakuna, kama ishara ya ulimwengu mpya. Katika nembo hii simba anafananishwa na roho bora ya ujasiri wa Christopher Columbus aliyethubutu mambo yasiyowezekana, yenye makatazo, mambo yenye miiko, mambo yenye marufuku. Kumbe hii dunia inaweza kawa na marufuku ambazo tunaziishi, lakini kumbe haukuwa mwisho wa hiyo marufuku. Ni sisi tu tulikosa ujasiri wa kuingia ndani, kufanya upembuzi yakinifu, kuvaa roho ya ujasiri na kuangalia. Na hivyo wengi tunabakia katika hiyo comfort zone, katika eneo la kujidaia, kwa sababu ubongo wetu haujishughulishi kuvaa ujasiri wa kwenda zaidi. Sasa kuna vidokezo muhimu katika kisa hiki ambavyo tunaweza tukajifunza kwa uchache kutusaidia sisi kama Wakristo katika safari yetu ya imani, zaidi sana tunapoishi hapa ulimwenguni, kwa sababu ni lazima tuchague kushinda tukiwa duniani, ndipo ushindi wetu thibitishwe tutakapokuwa mbinguni. Kisa hiki kinawakilisha roho ya uchunguzi na kusukuma mipaka ya maarifa, kwamba usiridhike na kile unachodhani ni kitu kikubwa ulichonacho kwa sasa. Endelea kusonga mbele, bado unaweza kwenda zaidi ya eneo lako la starehe. Eneo lako la starehe inaweza kawa ni kijiwe cha bodaboda, inaweza ikawa ni kuchoma mahindi stendi, inaweza ikawa ni kulangua uduvi mwaroni, inaweza ikawa ni umachinga sokoni, inaweza ikawa ni kusuka saruni. Hilo linaweza likawa ndio eneo lako la kujidai. Kumbe walikwambia maisha ni kuwa msusi, ni kuwa mfinyanga viungu. Kumbe kuna zaidi ya hapo, kama utauruhusu ubongo wako kung'ang'ana zaidi ili kwenda kama Christopher hakukubaliana na yale maandishi, aliriski, alihatarisha
maana wengi waliogopa, na walioishia kuogopa hawakwenda zaidi ya pale. Kwa hiyo kumbe kuna zaidi. Namfurahia mchungaji Enoch Marwa Sando ambaye sasa ni katibu wa jimbo la Tanzania Union ya Kaskazini. Siku moja tukiwa Rubaga aliwahi kuhubiri somo linasema kuendelea mahala unapopaswa kusimama. Alichokifanya Christopher Columbus, aliendelea mahali alipopaswa kusimama. Alijifunga mshipi wa ngamia, akajitia moyo, akasema lolote linikute, lakini ninataka kuona kweli hapa ni mwisho au kuna zaidi. Watu wote waliovumbua walichagua kuona kuna zaidi. Siku moja nikiwa nafundisha Eden Valley pale Busweru Mwanza, niliwahi kutoa wanafunzi study tour, tukaenda uwanja wa ndege pale Mwanza kujifunza. Walitufundisha wale watu vitu vingi. Wakatuambia ndege imegunduliwa mwaka 1905 na vijana wawili wa Kimarekani. Wao waliona hawa ndege njiwa, ndege joni, kunguru, mwewe wanavyopaa. Hawakuishia kuona kwamba tu wanakaa kwenye viota wanataga mayai wanapaa. Wao wakajifunza hatuwezi tukatengeneza kitu kingine kinachoweza kupaa. Ndipo wakaitisha kwa mara ya kwanza kusanyiko la watu kwamba walikuwa na kifaa cha kuzindua kinachoweza kwenda kinyume na kani unyenyuo, na watu wakasema twende kushuhudia vijana wanavyokufa leo. Na wanasema kwa mara ya kwanza waliporusha ile ndege walianguka wakapata majeraha lakini madogo. Kuanzia hapo idea ya ndege ikawa imevumbuliwa, na hata leo kama unataka kutengeneza kiwanda cha ndege lazima uwe na trademark ambayo ni zao la wale vijana, familia zao zinakula hadi leo kwa ubunifu walioufanya. Nani leo ambaye hapendi kusafiri na ndege? Watu wakaenda airport, selfie unaonyesha Fly Emirates iko nyuma yako, Tanzania Air, Kenyan Airways, Ethiopian Airways, Turkish Airways, French Airways, Ngara Airways na kadhalika. Ni kila mtu anapenda, lakini ni idea ambayo imevumbuliwa na vijana. Waliona kuna zaidi ya ndege tu hawa kupaa, kipanga, bundi, waliona kuna zaidi. Leo ndege mpaka watu 6,000 wanaweza wakapanda angani na wakasafiri bila shaka. Lakini kauli hii hutumika mara nyingi katika mapambano ya kiroho au katika kuhamasisha ujasiri. Yaani kutazama mbele na kuamini uwezekano uliopo zaidi ya matatizo ya sasa. Usikubali kujifunga katika matatizo ya sasa yakakuzibia mirija yote ya baraka. Matatizo ya sasa, nazungumzia matatizo ya sasa ya shuleni, chuoni, ya uzazi, yanaweza kawa ugumba, matatizo ya sasa ya kukosa ajira, matatizo ya sasa ya kuwa house boy, house girl, matatizo ya sasa ya kuajiriwa na mtu asiyekupatia stahiki zako za kazi, matatizo ya sasa yasikuzuilie kuona zaidi. Sasa Mungu hajamalizana na wewe, bado ana vitu vikubwa anataka kuvifunua kwako. Ruhusu macho yako yaone ugunduzi wa ajabu. Je, umetosha kuona matendo makuu? Masikio yako yameshiba kusikia habari njema? Mimi ni mtu ambaye nimemwambia Mungu, haya macho yangu haya hayajawahi choka kushuhudia habari njema, kushuhudia miujiza, matendo makuu. Masikio yangu bado natamani yasikie habari nyingi njema, na Mungu ni wa kushangaza kila siku. Kila siku tunapoamka jua limetoka mashariki, ina ladha zake, ina vionjo vyake, ina package yake, ina baraka zake. Mruhusu Mungu, hajamalizana na wewe, ana mambo mengi ya kukuonyesha, ya kukushangaza. Wewe ruhusu ubongo wako. Kuna kipindi nilikuwa nasoma kitabu kimoja nikiwa Bugema University, kimeandikwa God Speaks to Women Today. Mungu anazungumza na wanawake leo. Nikavutiwa na wanawake wawili. Nilivutiwa na Yekobed mama yake na Musa, na Mariamu mama yake na Yesu. Niliposoma habari za Mariamu mama yake Yesu, nikadua sana. Kumbe nikajua Mariamu amemzaa Yesu hata hajafika miaka 18 kwa mujibu wa tafsiri za kuwa mtu mzima katika katiba mbalimbali za nchi. Amemzaa kati ya miaka 14, 15 mpaka kwenda 16 hapo. Lakini yule mwandishi anasema akili ya Mariamu akiwa binti mdogo ilikuwa imeshaandaliwa kuwa na upevu wa kuweza kupokea baraka kubwa kuliko zote alizowahi kupokea mwanadamu. Mwanamke mdogo kubeba Mungu tumboni. Miezi 9 umembeba Mungu. And you are a human being. Unapeleka kliniki Mungu tumboni. Na anasema ya kwamba anapomzaa
Mariamu alikuwa na uwezo mkubwa kuliko mabinti wote waliokuwepo kipindi kile, kwa sababu akili yake iliandaliwa. Mungu haweza kukupatia zaidi ya shauku yako. Kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho kilichoandikwa na mwandishi maarufu duniani Ellen G. White, mama mchungaji, mke wa James White, katika ile sura za mwanzoni inayosema masalio na mtindo wa maisha katika siku za mwisho, anasema Mungu hatatupatia baraka zaidi ya shauku yetu tulionayo. Kwa kile unachokiota, yani ndoto yako ndivyo wewe ulivyo. Yani ukoona kitu hicho kishikilia, tai unayovaa, aina ya nywele ulizonazo kichwani, macho yako yalivyo, nguo unazovaa, kitanda unacholalia, godoro ulilonalo, pale sebuleni kwako na TV unayoiangalia, yani ndio mimba ya ndoto ulioota. Kwa hiyo ukajifungua hilo. Mariamu alipoota kuzaa Mungu, kweli lilitimia, akaitwa mbarikiwa. Amebarikiwa kuliko wanawake wote, hakuna atakayeondoa hilo. Binti mdogo. Lakini jambo jingine kwa wanafunzi mashuleni, mnaonitazama mko UoA pale Baraton, mlioko pale Bugema University, nimepita pale na yafahamu mateso, tabu yenu naijua. Watu wa Bugema mnaokaa SL Hostel, mnaokaa Valley View na maeneo mengine naijua. Ni kwamba kwa wanafunzi kuna zaidi ya stashahada uliko kasoma. Kuna zaidi ya stashahada ulioisoma pale Butimba TC. Kuna zaidi ya shahada ambayo umeiambilia hapa St. Augustine, UDOM, UD. Kuna zaidi ya masters, rafiki yangu. Hebu fikiria hata kuhusu PhD. Kwa haya maisha yana zaidi ya kila kitu. Ni wewe utakavyotaka kuutumia ubongo wako uone. Kwa wafanyabiashara kuna zaidi kuliko mitaa ya Mbauda pale Arusha. Nyie mnaopanga bidhaa, viatu vya mtumba, nguo, kuna zaidi ya mitaa ya Ngaranelo. Kuna zaidi ya Himo, Moshi, kwa wale mlioko Moshi, mnaouza vitu pale Moshi, mnauza fiwi, tangawizi, kuna zaidi ya Moshi. Kuna zaidi ya Makoroboi Mwanza, kwa wale mlioko Mwanza Makoroboi, kuna zaidi ya Rangorango pale Mwanza. Kuna zaidi ya Mburahati Dar es Salaam, mnaokaa Dar. Kuna zaidi ya mitaa ya Kongo, kuna zaidi ya Mbezi Mwisho. Fikiria kwa mfano, ushawahi kufikiria fursa zinazopatikana maeneo mengine ya nchi yetu Tanzania? Umeshawahi kufika Geita, uone muhogo mzuri wa Geita pale stand na nasi nzuri ya Geita? Kama unaona ndizi za Bukoba zimekushinda, za Tarime zimekushinda, ushawahi kufikiria Geita kando ya ziwa kuuza sato, kuuza sangara? Umeshafikiria na hilo? Kuna zaidi, ushawahi kufikiria Katoro saizi katika miji ya kanda ya ziwa yenye nguvu, ukitoa Mwanza kwa ishu za kibiashara, mji wenye nguvu. Hata juzi tumeona harusi kubwa imefanyika pale, lenji zimepaki, bibi harusi analetwa na ndege. Hatujawahi kuona hata sehemu nyingine hapa Tanzania. Kwa hiyo usijibane tu kwamba niko Tandahimba, niko Mbeya, niko Iringa, niko Dodoma mjini, yani kuna zaidi. Juzi nilikuwa nasafiri kwenda Arusha, kwa mara ya kwanza nikala kuku bora na tamu pale Babati Manyara. Sijawahi kula kuku, niletewa mguu. Yani tangia nizaliwe nimekula kuku Kampala, nimekula kuku Kenya, nimekula kuku Tanzania, nimekula kuku Burundi, ila sijawahi kula kuku tamu kama ile nilikula Karatu. Kwa kuna zaidi ya kila kitu ambacho umekiona. Do you think big? My friend, do you dream big? Unamjua Benjamin Carson, mwanafunzi aliyekuwa ndina darasani, hajui hata 5 kutoa 2 ni ngapi. Alipoamua kutiwa moyo na mama yake Sonya, fahamu zikamrejea. Mpaka leo amestaafu akiwa ni neurosurgeon, daktari bingwa wa mfumo wa neva katika hospitali ya John Hopkins kule Marekani, ambayo ilikuwa inatoa data kipindi cha COVID. Ameandika kitabu kinaitwa Think Big, lenga mbali. Kitabu hiki ukikisoma kitakutia moyo. Huyu ni mtu ambaye ametokea from the scratch, akiwa ni colorless, haeleweki, lakini mpaka leo amethubutu kugombea kuwa rais wa nchi ambayo ni kiranja wa dunia, the United States of America, kwa kufikiri. Anafanya operation ya kutenganisha mapacha wanaotumia ubongo mmoja kwa mara ya kwanza. Na kutia moyo.
Paulo anasema nakaza mwendo, niifikirie ile mede ya thawabu. Kukaza mwendo, ndugu yangu, ni kukaa mahala waliposimama, ni kucheka mahala waliponuna, ni kuamka mahala walipolala. Ndiyo maana ya kukaza mwendo. Ni kujikubali mahala wanapokukataa, hata wanapokuwa wamekukinai. Ndiyo maana ya kukaza mwendo. Unapoota mambo makubwa unamfurahisha Mungu, anakuona unataka kumkaribia anapokaa. Yaani wewe unaweza kukaa meza moja na Mungu, mkanywa juisi, mkarabisi naye, yani mka exchange, yani naongea katika uzoefu wa kibinadamu, pate favor ya kukaribishwa na excellence Samia Suluhu, the United President, akakukaribisha eti mkae naye, yani umepata favor katika Watanzania milioni 70, akukaribisha Ikulu. Napoelekea mwisho kabisa, kataa baadhi ya misemo, falsafa. Kuna falsafa hapa duniani, si lazima ukubaliane. Watu wanakuambia eti shilingi na pande mbili. Kwa nini wewe usione pande tu tatu? Shilingi na pande tatu kijipa muda wa kuitazama. Kuna huku na huku, na hii eneo la kuzunguka. Usiseme, usikubaliane tu kwamba eti shilingi na pande mbili. Jipe muda wa kutafakari, unaweza kaona zaidi ya pande mbili. Kuna zaidi ya chochote ulichonacho sasa, kuna zaidi ya biashara unayoifanya, kuna zaidi ya afya ulionayo, kuna zaidi ya hizo kilo ulizonazo, kuna zaidi ya simu unayoitumia sasa, kuna zaidi ya suti unayoivaa sasa, kuna zaidi ya nyumba ya kuishi unayoishi sasa, kuna zaidi ya viatu unavyovaa sasa, kuna zaidi ya elimu, kuna zaidi ya mahala pa kuishi, kuna zaidi ya ajira, kuna zaidi ya Mungu. Mungu ni huyo huyo, lakini anaweza kawa zaidi kwako kulingana na jinsi utakavyochagua kuishi naye kuanzia sasa. Kwa hiyo kama Bwana alimwamsha nabii Elia ale, kwa sababu alikuwa na safari ndefu ya kufanya, je, wewe si ni bora wakati huu ambapo Mungu amekupatia nafasi ya kusikia hili somo uanze kukaza mwendo kwa kujiwasia mambo makubwa? Ukipiga magoti, Mungu ni mwaminifu, anasema njoo tuhojiane, ukanidai haki zako nipate kukupatia. Mungu ni wa pekee. Mungu akubariki. Ulikuwa ukitazama kutokea East Congo, ulikuwa unanitazama kutokea pale Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, marafiki zangu mlio Kampala kule Kenya, Nairobi, Naivasha, marafiki zangu Kisumu, maeneo ya Migori, mlio kwa pale Mwanza mnanitazama, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Kahama. Mungu awabariki sana. Naitwa mchungaji Bizimana Godian Protas, mwalimu wa neno la Mungu, na Mungu akubariki sana. Tuombe. Baba, ninamwombea mtazamaji, umpatie maono makubwa, umfanye abebe mimba ya kuona njozi nzito, na zisiishie katika mawazo tu, zizaliwe ziwe katika uhalisia, azishike, aziguse, aweze kuzieleza kwa mdomo wake ya kwamba Bwana amenitendea makuu, hata mimi siwezi nikanyamaza. Kwa jina la Yesu, amen.